Mpendwa mtazamaji, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe pale ulipo. Nichukue nafasi hii kukukaribisha siku ya leo. Ninao ujumbe kwako wewe ambaye kwa muda mrefu umekuwa ukiteswa na kuhuzunika sana moyoni mwako, na macho yako yamezoea sasa kutokwa na machozi. Kwa muda mrefu umekuwa ukilia, kwa muda mrefu umekuwa ukiomboleza. Lakini leo ninatamani nikusaidie ili uweze kutoka kwenye eneo hilo. Ninafahamu watu wengi wanaolia, watu wengi ambao maisha yao yamekuwa ni maisha ya machozi, yanasababishwa na uchungu. Na uchungu huo hutokana na makwazo ambayo watu wametendewa au wamefanyiwa na watu mbalimbali. Wako watu wameumizwa kwa maneno, wako watu wameumizwa kwa vitendo. Sasa ninatamani kwanza, jambo la kwanza ujiulize, je, machozi unayotoa au kilio unacholia ndio suluhu la tatizo lako? Swali la pili, toka ulipoanza kulia, je, shida yako imeondoka? Kwa nini nakuuliza maswali ya namna hii? Ukisoma kwenye neno la Mungu ile historia ya Ana, unamuona Ana alikuwa akilia sana na alishindwa kula chakula, lakini pale alipojitambua ya kwamba machozi anayoyatoa pale na kile anachokifanya hakitamsaidia yeye kupata mtoto, ndiposa unamuona Ana kwenye kile kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 anakimbia kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, analia hapo mbele za Mungu na kumwambia Bwana shida yake. Kwa hiyo lazima ufahamu na ujiulize jambo hili, je, kilio unachokilia, machozi unayoyatoa yameondoa tatizo lako? Wewe mwenyewe unalojibu juu ya hilo. Lakini wengine utakuta wanapitia vipindi hivyo vya machozi kwa sababu ya watu waliowazoea. Inawezekana kuna watu walikuwa wanaishi pamoja nao, inawezekana kuna watu walikuwa nao kwenye mahusiano, lakini wale watu leo hii wamewaacha. Swali la kujiuliza, toka umelia, huyo aliyeondoka amerudi kwenye maisha yako? Toka umeanza kulia, hauli chakula, hautaki kufanya jambo lolote kwenye maisha yako, huyo unayemlilia amerudi? Lazima ujiulize, aliyeondoka amerudi? Wengine wanalia, wanaishi maisha ya machozi leo kwa sababu kuna wapendwa wao walikuwa wamewazoea katika ulimwengu na hawako tena, yani wamekufa, lakini wao bado wanaendelea kuishi maisha ya machozi. Swali langu kwako, toka umelia au toka umeanza kuishi maisha hayo ya machozi, aliyekufa amerudi? Sina maana mbaya, lakini maana yangu ni kukuonyesha kwamba unahitajika kusimama, unahitajika kuishi maisha mengine. Hata kama kweli umekuwa ukipita katika kipindi kigumu. Inawezekana jana uliumizwa, jana ulijeruhika, jana kuna mtu alikukwaza, jana kuna mtu ulimpenda sana, ulimwamini sana, amekukosea na amekuacha mwingine. Unapaswa usimame. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 31 mstari wa 16. Kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 31 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema hivi, Bwana asema hivi, zuia sauti yako, usilie, na machozi yako yasitoke machozi. Hebu kuanzia leo ili neno liwe kwako. Zuia macho yako yasitoke machozi, zuia sauti yako isilie. Amua kusimama leo, amua kubadilika leo. Ni kweli kuna vitu vinaumiza sana, kuna vitu vinajeruhi moyo, lakini hauwezi kuishi hapo katika maumivu siku zote. Hauwezi kuishi hapo katika machozi siku zote, kwa sababu hata ulie na kulia vipi, kilichotokea jana kimetokea. Aliyekuumiza amekuumiza, aliyekuacha amekuacha.
Aliyekufanyia ubaya amekufanyia ubaya, hata ulie kwa namna gani haitaondoa kile alichokifanya. Lazima usimame, maisha yaendelee. Na ukijiendekeza kulialia kwa kila unachofanyiwa, basi watakuzoea na wataendelea kukufanyia mabaya mengi sana, wataendelea kukukwaza sana, wataendelea kukujeruhi sana, kwa sababu wameshakujua kwamba wewe ni mtu wa kulia kila wakati, ni mtu wa kuomboleza kila wakati. Amua leo kusimama, mwambie Mungu, ninataka nisimame, ninatamani sauti yangu isilie tena na macho yangu yasitokwe na machozi. Duniani hapa tunaishi mara moja tu, wala hatuishi mara mbili katika hii dunia. Hakikisha lolote linalokuumiza liachie ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu, nimekuachia yote niliyotendewa, hata kama ni mabaya kwa namna gani. Mwambie Mungu, nimesamehe na nimeachilia. Naomba nisimame, naomba niishi maisha ya furaha na amani. Tukutane katika sehemu ya pili. Mungu akubariki sana. Amen.